Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuelekea katika mchezo wa second preliminary round wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo mchezo huu tunatazama kwa sababu ni miongoni mwa mchezo ambao unafuatiliwa kwa ukaribu kwa nchi ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, ambapo mchezo huu utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Nzigizini Hotspurs kutokea katika nchi ya Eswatini, ambapo Nzigizini Hotspurs watakwenda kucheza dhidi ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kutokea katika nchi ya Tanzania, ambapo mara baada ya mchezo huu kukamilika, tunaona kwa upande mwingine klabu ya soka ya Simba kwa matokeo jumla kwa mechi ya nyumbani na ugenini, basi moja kwa moja kama wakifanikiwa kupata matokeo chanya, basi wataweza kwenda hatua inayofuatia, yani hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2025 2026. Sasa ngoja tukaifahamu historia kidogo ya Nzigizini Hotspurs, klabu kutokea katika nchi ya Eswatini, ubora wake na mpaka hapa imefika katika hii stage ya second preliminary round. Je, wamekutana na vizingiti gani katika ile round ya kwanza? Fahamu klabu ya soka ya Nzigizini Hotspurs ni klabu kutokea katika nchi ya Eswatini, ambapo tunashuhudia msimu uliomalizika 2024-2025 waweza kuibuka mabingwa wa ligi kuu ya nchini Eswatini, ndio maana wakaweza kufanikiwa kwenda kucheza ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu tunaona mpaka sasa wamecheza mechi moja katika ligi kuu ya pale nchini Eswatini. Klabu ya Nzigizini Hotspurs katika mchezo huo mmoja tunaona wameweza kufanikiwa kushinda, wana alama 3. Kwa hiyo ni klabu kubwa ambayo inafanya vizuri kutokea katika nchi ya Eswatini. Yani kiufupi, Simba wanakwenda kukutana na mabingwa kutokea katika nchi ya pale Eswatini. Fahamu klabu ya soka ya Nzigizini Hotspurs katika raundi ya kwanza ama mechi za raundi ya kwanza walikutana na klabu ya soka ya Simba Bora, ambapo Simba Bora ni klabu kutokea katika nchi ya Zimbabwe. Katika mchezo wa kwanza ambao walianzia ugenini, basi waliweza kupoteza kwa bao 1-0, lakini walivyokuwa nyumbani kwao pale Eswatini, basi moja kwa moja wakaweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Kwa hiyo aggregate kasoma bao 1-1. Kwa hiyo mikwaju ya penalti ndiyo ambayo iliamua Nzigizini Hotspurs kuweza kusonga hatua inayofuatia na kukutana na Simba Sports Club. Katika mikwaju mitano ya penalti ambao waliweza kupiga, walipata 4, huku Simba Bora kutokea Zimbabwe wakipata mikwaju 2 pekee. Kwa hiyo Nzigizini Hotspurs wakaweza kufanikiwa kufuzu hatua inayofuatia. Kwa hiyo ndiyo maana wanakwenda kukutana na klabu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo Simba walitoa Garabone United kutokea katika nchi ya Botswana. Kwa hiyo tunaona ni mechi nzuri, ambapo Simba sote tunafahamu uzoefu wake katika michuano hii, ana historia nzuri kuliko Nzigizini Hotspurs kutokea katika nchi ya Eswatini. Kwa hiyo tunaona msimu Simba chini ya kocha Dimitriev, kocha mtukazi huyu, basi kwa upande mwingine itakwenda kuwa bora kwa sababu ni kocha wa viwango vya juu. Kwa hiyo tunaamini hapo kidogo umeweza kuifahamu historia kidogo ya klabu ya soka hii kutokea pale katika nchi ya Botswana, Nzigizini Hotspurs. Sasa watu wengi watamani kufahamu ratiba kamili ya mchezo huu imekaje, kwa sababu ni miongoni mwa mchezo ambao kwa upande mwingine watu wengi watamani kujua ratiba yake, kwa sababu tunajua wote kafu mara kwa mara wamekuwa wakibadilisha mchezo. Sasa taarifa kuelekea mchezo wa Simba dhidi ya klabu Nzigizini Hotspurs ambao ni wenyeji mchezo wa mkondo wa kwanza kuwania kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika ni CAF Champions League kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Jamaa wao wamethibitisha mchezo dhidi ya Simba kupigwa uwanja wa taifa wa Samholo hapo nchini Eswatini. Mchezo huo utapigwa siku ya Jumapili, yani Oktoba 19 mwaka 2025. Kwa mujibu wa ratiba, mchezo huu utakwenda kuanza saa 9 alasiri kwa saa za Eswatini, ambapo kwa huku Tanzania itakuwa ni saa 10 jioni, na uwanja wa Somolo National Stadium sio mkubwa sana kama ulivyo uwanja wa Benjamin Mkapa hapa Tanzania. Unachukua takriban mashabiki 20,000 tu,
Nzizini tayari wametangaza viingilio wa mchezo huo ambao wanaonekana kukamia, wakianza hamasa zao mapema kuelekea katika mchezo huo. Kwa tunaona Simba Jumapili atakuwa mzigoni majira ya saa 9 pale Eswatini, lakini kwa Tanzania ni saa 10 jioni. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Simba Sports Club kuelekea katika mchezo. Kama unaamini Simba watashinda, like video yetu ili tuende sawa.